Naitwa Zainab Alu Baharun, nimezaliwa Malindi, Jongeani. Tuzo ya Kiswahili ya Safal Fasihi ya Afrika imenisaidia sana kwa sababu Mungu hakopeshi ni kazi yangu ya kwanza. Niliweza kushiriki kwenye tuzo hii na alhamdulillah Mwenyezi Mungu kajalia nikapata ushindi wa mwanzo. Kwa maana hiyo ushindi ule umenifanya unitambulishe kama ni mwanafasihi. Ningelikuwa sikuandika Mungu hakopeshwi kwa wakati ule, nisingeliweza kushiriki. Na nikapata zawadi ambayo sikutaraji wala sikutegemea. Nilikuwa naandika huku nikiangalia vitabu ambavyo nilikuwa nikipenda kusoma wakati huo. Hadithi yangu ilifika kati, nikaiwacha. Baada ya miaka miwili, nikaja nikaikamilisha tena. Lakini pia sikuwa na azma kwamba kuna siku nitaichapisha na itasomwa, kwa sababu sikujua kama naweza kufanya hicho kitu. Baada ya kuhadithia ile hadithi kwa masimulizi tu, walinishawishi niichapishe. Haikuwa kazi ngumu sana mpaka kufika kwa mhariri. Na baada ya kusoma, yeye ndo alionipa nguvu, akanipa uthubutu na nikaona kweli sasa naweza kuwa mwandishi. Na tunapoandika, huandika kwenye mazingira yetu. Huwezi ukaniona mimi Mzanzibari nikaenda kuandika mazingira ya Kenya au mazingira ya Ulaya. Nitaandika mazingira ambayo nayajua na najua matukio yake, najua changamoto zake. Hapo ndo ndipo nitakapoiandika fasihi na fasihi itabaki kuendelea kwenye ukweli wake. Mara nyingi waandishi chipukizi, sio wote, lakini wengi wanategemea kupata fedha zaidi kushinda kile kitu ambacho wanakiingiza kwenye jamii. Kwa maana hiyo wanatoka nje ya maadili kwa ajili ya kuuza vitabu vyao, kwa ajili ya kupata pesa 2-3, lakini wanaipoteza jamii kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu kile kitabu hakina password. Mtu yote anaweza kukisoma. Watoto wetu wanasoma vitu ambavyo havitakiwi kusomwa. Kwa maana hiyo waandishi chipukizi wazingatie maadili zaidi. Pesa ni kitu ambacho kitatumika na kitamalizika, lakini kitu ambacho wanakiandika kitaishi dahari na dahari.